Siri nzito iliyofichwa miaka 20 hatimaye yafichuliwa. Barua ile ilifika mapema asubuhi, wakati jua lilikuwa linaanza kupenya dirishani pole pole. Bi Zawadi alikuwa amekaa mezani, akinywa chai yake ya rangi, huku akipanga bili za kawaida: umeme, maji na ile ya bima ya afya aliyokuwa hailali bila kuilipa kwa wakati. Lakini barua hii haikuwa ya kawaida. Ilikuwa na muhuri mzito wa kampuni ya sheria kutoka Nairobi. Jina la kampuni hiyo lilikuwa limemfanya moyo wake kupiga kwa kasi kidogo. Hakukuwa na sababu ya wakili kumtafuta baada ya miaka yote hiyo. Alivuta pumzi ndefu, akafungua bahasha kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka kidogo. Ndani yake kulikuwa na nakala ya hati ya ardhi pamoja na taarifa ya bima ya maisha na akaunti ya uwekezaji ambayo hakuwahi kuizungumza na mtu yoyote katika familia. Macho yake yalikaa kwenye jina mmoja lililoandikwa kwa inwo nzito: marehemu Mzee Omondi, faili la mali na uwekezaji. Miaka 20, alinong'ona pole pole. Kichwani mwake kumbukumbu za zamani zilianza kurudi kama upepo mkali. Maamuzi aliyofanya zamani, mikataba ya mali isiyohamishika na siri aliyozika moyoni zilianza kujitokeza tena. Alijua jambo moja wazi: wakati ulikuwa umefika. Aliinua simu yake na kupiga namba ya mtoto mkubwa. "Kamao," alisema kwa sauti ya utulivu uliokuwa na uzito wa siri. "Ni muhimu sana mkusanyike nyumbani leo jioni. Kuna jambo kuhusu mali ya baba yenu na uwekezaji wake ambalo hamjawahi kujua." Kimya kilifuata upande wa pili wa simu. Na hapo ndipo safari ya ukweli ilianza. Jioni hiyo haikuwa kama jioni nyingine nyumbani kwa Bi Zawadi. Watoto wake walifika mmoja baada ya mwingine, kila mmoja akiwa na mawazo mengi kichwani. Kamau, mtoto wa kwanza, aliingia akiwa na uso wa kufikiria sana. Alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa katika uwekezaji wa mali isiyohamishika, na alikuwa akijua kuwa masuala ya hati za ardhi hayakuwa jambo la mzaha. "Ni nini kinaendelea mama?" Kamau aliuliza mara tu alipoketi. Amina, dada yake mdogo ambaye alikuwa akifanya kazi katika sekta ya bima, naye aliingia na begi lake la kazi mkononi. Alikuwa amezoea kusikia hadithi za watu waliopoteza mali kwa sababu ya siri zilizofichwa. Lakini leo alihisi kuwa hadithi hiyo inaweza kuwa ya familia yao wenyewe. Mwisho aliingia Juma, kijana mdogo ambaye alikuwa akifanya kazi katika benki moja jijini Nairobi. Macho yake yalizunguka chumbani kama mtu aliyekuwa anajaribu kusoma hali ya mambo kabla ya kusema chochote. Bi Zawadi aliwatazama wote watatu kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akaweka bahasha ile mezani. "Ndani ya hii," alisema kwa sauti nzito, "kuna hati ya ardhi, akaunti ya uwekezaji na sera ya bima ambayo baba yenu alianzisha miaka 20 iliyopita." Kamau alikunja uso. "Lakini mama," alisema polepole, "mali zote za baba zilishughulikiwa zamani, si ndio?" Bi Zawadi alitikisa kichwa taratibu. "La," alisema kwa utulivu, "kuna mali moja ambayo haikuwahi kuguswa." Chumba kilijaa ukimya mzito. Na kwa mara ya kwanza, watoto wake walihisi kuwa historia yao ilikuwa na sehemu iliyofichwa. Usiku ulipoingia, upepo mwanana ulipuliza nje ya nyumba huku mvutano ukizidi ndani. Kamau alichukua hati ile mezani na kuanza kuipitia kwa makini kama mtu aliyekuwa amezoea kusoma mikataba ya mali isiyohamishika. Mistari iliyokuwa imeandikwa ilionyesha tarehe ya miaka 20 iliyopita, siku chache kabla ya kifo cha baba yao. "Akaunti ya uwekezaji?" Juma aliuliza huku akiinama karibu na meza. "Mama, hii inaonyesha pesa zilihifadhiwa katika benki ya uwekezaji na bado zinaendelea kuongezeka hadi leo." Amina alishika nakala ya sera ya bima ya maisha. "Mama, hii ni bima kubwa sana," alisema kwa mshangao. "Kwa miaka yote hii hakuna aliyewahi kutaja kuhusu malipo haya." Bibi Zawadi aliinamisha kichwa chake chini kidogo.
Hiyo ndiyo siri niliyobeba miaka yote, alisema kwa sauti ya polepole. Baba yenu alinisisitiza nisifungue faili hili hadi wakati fulani. Kamau alimtazama kwa macho makali. Wakati gani? Aliuliza. Kabla hajajibu, mlango uligongwa kwa sauti ya taratibu lakini yenye mamlaka. Bibi Zawadi alisimama polepole na kuelekea mlangoni. Alipoufungua mlango, mtu aliyesimama pale walifanya wote kushusha pumzi kwa mshangao. Alikuwa ni Wakili Mutiso, mtu aliyewahi kuwa mshauri wa kifamilia wa baba yao miaka mingi iliyopita, na mkononi mwake kulikuwa na faili kubwa lenye muhuri mekundu. Wakili Mutiso aliingia ndani akiwa mtulivu, uso wake ukiwa na tabasamu la heshima, lakini macho yake yakionyesha uzito wa jambo alilokuja nalo. Samahani kwa kufika usiku huu, alisema kwa sauti ya taratibu, lakini muda wa kufungua faili hili umefika rasmi. Aliweka faili mezani polepole, akalifungua kwa ustadi wa mtu aliyekuwa amezoea kushughulika na mikataba ya kisheria na masuala ya urithi. Ndani kulikuwa na nyaraka nyingi, nakala za hati za ardhi, risiti za uwekezaji na taarifa za akaunti ya benki zilizohifadhiwa kwa miaka mingi. Kamau alisogea karibu zaidi. Hii inaonyesha kuwa baba alikuwa na hisa katika mradi mkubwa wa mali isiyohamishika, alisema kwa mshangao. Lakini kwa nini hatukuwahi kujua? Juma alitazama ukurasa mwingine. Hapa kuna miamala ya fedha iliyofanywa kila mwaka, alisema, na pesa zimekuwa zikiongezeka kwa riba ya uwekezaji hadi sasa. Amina aligeuza ukurasa mwingine, macho yake yakisimama ghafla. Mama, kuna jina lingine hapa, alisema kwa mshangao mdogo. Bi Zawadi hakujibu mara moja. Alikaa kimya kama mtu aliyekuwa akijaribu kukusanya nguvu ya kusema ukweli uliokuwa umefichwa kwa miaka mingi. Na hapo ndipo wakili alisema maneno yaliyowafanya wote kukaa kimya. Mradi huu haukuwa wa baba yenu peke yake. Ukumbi ule ulijaa ukimya mzito uliokuwa na uzito wa maswali mengi. Unamaanisha nini kusema hakukuwa wake peke yake? Kamau aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye ukali kidogo. Wakili Mutiso alivuta pumzi polepole. Kulikuwa na mshirika mwingine, alisema kwa utulivu. Na mshirika huyo alikuwa na haki sawa katika uwekezaji huu wa mali na sera ya bima. Amina aligeuza ukurasa mwingine kwa haraka. Hapa kuna kumbukumbu ya sera ya bima ya maisha iliyosajiliwa miaka 20 iliyopita, alisema. Lakini jina la mnufaika limefichwa kwa muhuri. Juma aliinama mbele zaidi, macho yake yakionyesha mshangao na wasiwasi kwa wakati mmoja. Mama, kwa nini jambo hili lilifichwa kwa miaka yote? Aliuliza. Bi Zawadi aliwatazama watoto wake mmoja baada ya mwingine. Uso wake ulikuwa umejaa hisia, majuto, hofu na upendo wa mama aliyekuwa akijaribu kulinda familia yake. Alisema polepole. Kamau alisugua uso wake kwa mikono yake. Lakini sasa, nani huyo mshirika? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa na hamu na hofu kwa pamoja. Wakili Mutiso hakujibu mara moja. Badala yake, aliweka muhuri mwingine mezani. Mwanzoni mwa faili hili, alisema kwa utulivu, ndipo majibu yalipo. Ukumbi ukazidi kuwa kimya kuliko hapo awali. Na siri ilikuwa inaanza kufunguka, lakini bado haikuwa imefichuliwa kabisa. Ukimya uliokuwepo ndani ya chumba kile ulizidi kuwa mzito baada ya Wakili Mutiso kuweka faili jingine mezani. Bi Zawadi alishusha macho kana kwamba hakutaka kuona yaliyokuwa ndani yake, lakini alijua hawezi kukwepa tena. Kamau alisogea karibu zaidi, akifungua ukurasa wa kwanza kwa tahadhari. Hii ni kumbukumbu ya ushirikiano wa biashara ya miaka 20 iliyopita, alisema kwa sauti ya chini. Baba alikuwa na mshirika katika mradi mkubwa wa ujenzi wa makazi. Amina alikuna kichwa. Lakini baba hakuwahi kutaja mtu mwingine katika biashara zake, alisema. Juma alisoma kwa makini zaidi. Hapa kuna jina limefichwa kwa sehemu, lakini inaonekana kama alikuwa mtu wa karibu sana na familia, alisema. Bi Zawadi aliketi polepole, mikono yake ikiwa imekumbatiana. Wakili Mutiso akaongeza kwa sauti ya utulivu. Mradi huu haukuhusu tu biashara ya kawaida. Ulikuwa na mali, uwekezaji wa benki na sera ya bima iliyounganishwa pamoja. Kamau alimtazama mama yake moja kwa moja.
Kwa nini hatukuwahi kuambiwa ukweli huu? Aliuliza. Bi Zawadi alijibu kwa sauti iliyovunjika kidogo, kwa sababu ukweli huu ungeweza kuvunja familia hii mapema zaidi. Ukumbi ukawa kimya tena, na kila mtu alihisi kitu kikianza kufunguka polepole, kama mlango wa zamani uliokuwa umefungwa kwa miaka mingi. Asubuhi iliyofuata, Kamau hakulala kabisa. Alikuwa ameamua jambo moja: wangeenda kuthibitisha kila kitu kwenye ofisi ya ardhi. Familia yote ilifika katika ofisi ya usajili wa ardhi ya Nairobi. Karatasi zilipigwa muhuri, faili zilifunguliwa na majina yakaanza kuonekana kwa uwazi zaidi. Afisa mmoja mzee alichukua muda kuangalia nyaraka. Hii ardhi, alisema polepole, ilikuwa na umiliki wa pamoja miaka 20 iliyopita, lakini ilihamishwa kimya kimya kwa akaunti ya amana ya uwekezaji. Amina alishika mkono wa Bi Zawadi. Kwa hiyo mama, bado kuna mmiliki mwingine? Aliuliza kwa sauti ya chini. Afisa huyo alitikisa kichwa. Ndiyo, na jina lake bado lipo kwenye mfumo wa banki ya uwekezaji. Kamau alihisi kama ardhi imemteremkia chini ya miguu yake. Lakini kwa nini mtu ataficha mali kama hii? Aliuliza kwa hasira iliyochanganyika na mshangao. Wakili Mutiso akajibu kwa utulivu. Kwa sababu wakati mwingine watu huficha mali ili kulinda familia au kuficha makosa ya zamani. Juma hakusema chochote, lakini macho yake yalikuwa yamejaa swali moja kubwa. Ni nani hasa aliyekuwa nyuma ya yote haya? Na jina hilo bado halijatamkwa wazi. Waliporudi nyumbani, hali ilikuwa imebadilika kabisa. Kamau alikuwa mkali, Amina alikuwa na huzuni, na Juma alikuwa kimya kabisa. Bi Zawadi aliwaangalia watoto wake kwa macho ya mama aliyekuwa amebeba mzigo kwa miaka mingi. Naomba msinihukumu kabla hamjaisikia yote, alisema kwa sauti ya upole. Lakini Kamau alijibu kwa msisitizo. Miaka 20 mama, miaka 20 ya siri. Hali ilizidi kuwa nzito. Amina alianza kulia kimya kimya. Sisi tulifikiri familia yetu ilikuwa salama, alisema, lakini kila kitu kimekuwa siri. Wakili Mutiso aliingilia kwa utulivu. Ukweli mara nyingi huja na maumivu kabla ya kuleta amani. Lakini Kamau hakusikia. Nataka kujua nani alifanya maamuzi haya yote, alisema kwa sauti ya juu kidogo. Bi Zawadi alishusha pumzi ndefu. Baba yenu na mshirika wake walifanya maamuzi hayo pamoja, alisema. Juma alinyanyua kichwa ghafla. Na mshirika huyo ni nani? Kimya kilifuata. Na wakati huo, wakili Mutiso alifungua faili la mwisho polepole. Ndani yake kulikuwa na jina moja lililowafanya wote kusimama kimya. Jina hilo lilikuwa limeandikwa kwa herufi nzito. Mshirika Ndungu Karanja. Kamau alisoma jina hilo mara mbili. Huyu ni nani? Aliuliza. Bi Zawadi alifumba macho. Mtu aliyekuwa rafiki wa karibu sana wa baba yenu na pia mshauri wake wa kifedha, alisema kwa sauti ya chini. Amina alitetemeka kidogo. Lakini kwa nini jina lake limehusishwa na bima na mali zote hizi? Aliuliza. Wakili Mutiso akasogeza ukurasa mwingine. Huyu mtu ndiye aliyesimamia uwekezaji wote wa mali isiyohamishika, bima ya maisha na akaunti za benki, alisema. Juma alisoma kwa makini. Lakini hapa kuna kitu kingine, alisema kwa mshangao. Kamau akasogea karibu. Kuna taarifa ya mgogoro wa kisheria uliotokea kabla ya baba kufariki, Juma aliendelea. Na pesa zote ziliwekwa chini ya ulinzi wa kisheria kwa miaka 20. Bi Zawadi alianza kulia kimya kimya. Baba yenu alifanya hivyo ili kulinda mali hii isigawanywe vibaya baada ya kifo chake, alisema. Kamau akakaa chini kwa utulivu. Kwa hiyo hakuna aliyetuibia? Aliuliza kwa sauti ya chini. Wakili Mutiso akatikisa kichwa. Hapana, walilinda mali hii kwa ajili yenu. Ukumbi ukawa kimya kabisa, na hasira ikaanza kubadilika kuwa huzuni na hatimaye kuelewa. Siku chache baadaye,
Familia ilikutana tena, lakini safari hii ilikuwa tofauti. Hakukuwa na hasira kubwa, bali ukimya uliojaa tafakari. Kamau alitazama mama yake. "Samahani kwa maneno yangu," alisema kwa sauti ya utulivu. Amina alimkumbatia Bi Zawadi kwa machozi. "Ulibeba mzigo huu peke yako miaka yote," alisema. Juma alitazama faili la mwisho mezani. "Naelewa," alisema. "Hii haikuwa siri ya kutuumiza, ilikuwa njia ya kutulinda." Wakili Mutiso alifunga faili polepole. "Mali hii sasa ni yenyu rasmi," alisema. "Lakini muhimu zaidi, mmejifunza thamani ya uaminifu na familia." Bi Zawadi alitabasamu kwa uchovu, lakini amani. "Wakati mwingine," alisema kwa upole, "ukweli huumiza, lakini hatimaye huponya." Jua lilipoanza kuchomoza nje, familia hiyo ilikaa pamoja kwa mara ya kwanza bila hofu. Siri iliyofichwa kwa miaka 20 ilikuwa hatimaye imefichuliwa. Na kilichobaki si mali tu, bali upendo uliorejeshwa tena. Mwisho.